Okay, mtazamaji wa Mastaz TV, sijakuacha sana, niko na wewe sambamba, bega kwa bega, mguu kwa mguu. Jamani, huyu hapa niliyowasogezea ndo tuseme aliyehusika na maandalizi ya sherehe ya leo. Tunataka leo atuambie ilikuwaje, namna gani, vipi sherehe ikaweza kufanyika. Na pia tunataka tujue kidogo kumhusu yeye, imani lake na wapi alipotokea. Kuna wengine from nowhere anaweza kawepo kanisani, lakini alipotoka ni mbali, na kuna simulizi kubwa kabisa mpaka kwambie mimi nimesimama kanisani kama mwimbaji au kama pastor, lakini nilipotokea palikuwa pana dhigdhaga nyingi. Pia atatuambia hilo, na pia atatuambia sherehe yake ameiandaje. Jambo. Jambo sana. Uko nyumbani wakoje? Nyumbani ni wazima kabisa. Okay, kwa majina? Kwa majina naitwa Nyangelo Onga wa Byongando. Umetokea wapi? Mimi natokea hapa Nyarugusu, kijiji ni zone ya kwanza, B1 3 kwa 10 kwa 8. Kwa 8. Okay, ulisema kwa jina lako unaitwa Loonga. Loonga, kama Loonga tumekuona kanisani. Hatujui ilikuweje ukao kanisani, umezaliwa kwenye mazingira ya kanisa au kwa sababu ya mwanamke ukaokolewa, au kwa vile uliumwa sana ukaokolewa, au injili imekujia ukaipokea na ukaamua kuwa muumini, au ilikuweje? Sawa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi kiukweli nimekulia kwa mazingira ya Ukristo. Maana baba na mama wote ni Wakristo. Nilipozaliwa nilianza Sunday school, na aliyekuwa mwalimu wangu alikuwa ni babangu mzazi, ndio alikuwa mwalimu wangu. Hivyo hata walimu tulionao, kuna baadhi ya walimu ambao tulianza nao kabisa Sunday school hapa Nyarugusu pale C3 miaka ya 90 tulikuwa wana Sunday kabisa hapa Nyarugusu. Kwa hiyo hayo ni mazingira ambayo nimekulia, nimeanza Sunday, nikaingia mpaka kwa ngazi ya uimbaji, na Mungu akanijalia pia kwa sasa hivi tena nimeshakuwa tena mwenyekiti wa idara la watoto hapa kituoni kwetu Goligota, na hivyo nina walimu 12, pia mimi ndo wa 13. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Okay, mchungaji wangu, kama ulivyosema, acha nikuite mchungaji maana inakufaa. Ulizaliwa kwenye mazingira ya dini na sasa hivi unaendelea kuwa kwenye mazingira ya dini. Leo tumeona kwamba idara lako limefanya kitu kikubwa, ambacho kitu kikubwa kidogo kinatushangaza. Hatujui kilikuwaje kuweje mpaka kikafika kusimama na kustawi kama ilivyokuwa leo. Sawa, Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli mazingira yalikuwa ni mazuri kwa sababu mimi ni mzoefu wa kazi. Nimeanza kazi ya sherehe za watoto toka 2019, ndo pale nilipoanza kuwa mwalimu wa kuweza kufanya maigizo, shairi. Hivyo niliona kazi haiwezi, lazima kazi iende vizuri kwa sababu ni kazi ambayo nimezoea sana. Kwa hiyo kwenye maandalizi tunakumbana na changamoto, lazima ziwepo pamoja na uzoefu. Changamoto ni pale mtoto unapomfundisha kitu na lazima umfuatilie sana, na watoto wengine kabisa wana vipaji tofauti kufatana, na unaweza kukuta huyu yuko hivi na huyu yuko hivi. Kwa hiyo mimi ni mzoefu tu, kitu kikubwa kwa kazi lazima iende vizuri. Okay. Tumeona kuna gharama nyingi zimefanyika kwenye sherehe yako. Maana kuna walio perform walipewa, kuna vijizawadi walivipewa, na kuna walioigiza pia kuna vijizawadi walivyovipewa. Pia umati wote wa watoto kuna chakula walikipewa. Hatujui ni sadaka zao za kila Jumapili au ni michango ya wazazi au kuna support nyuma ya hii sherehe. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye sherehe hii ni kweli michango ya watoto inasaidia, na pia kuna michango mingine ya wazazi nao wana support ili sherehe hii iweze kuboreka vizuri. Na pia kuna ndugu zetu ambao ni wanashirika wetu wa kanisa wameondoka katika nchi ya 3 kwa Marekani, walioko maeneo ya Australia. Hivyo wanajua kazi jinsi ilivyo nzuri na wamejisikia vizuri kufadhili kazi. Ni kweli hawa ndugu walioko nje wametusupport vya kutosha sana, na wanakuwa bega kwa bega pamoja na sisi. Kwa hiyo hao ndo wanatusaidia sana. Kwa hiyo okay, pastor wangu, nataka nijue leo kuna baadhi ya watoto
takriban 30 au 29 hivi kama sijakosea, ambao ni watoto waliosimama na kuonesha ujasiri wao mbele za watu. Waliperform vizuri, wengine waliperform kwa lugha za Kimombo, Kiingereza na Kifaransa, wengine waliperform kwa Kibembe, wengine waliperform kwa Kiswahili. Na ni watoto tu ambao wanaweza hata kusimama kwenye mkutano umma kabisa wa watu wengi na wakaperform vile vile. Pia hapo wewe ulisema kwamba ukimkuza mtoto au ukiona mtoto na kipaji fulani, ni lazima kile kipaji ukilee kanisani kwenu au kanisani kwako au kwenye mazingira yako wewe ya walimu wa Sunday. Ulishawahi kumtoa mtoto akashiriki kwenye ibada la wakubwa na akasimamia au pengine kuhubiri tofauti na Sunday hii mlioifanya leo? Ndio, Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli watoto tulionao ambao tumeanza kuwakuza, kuna baadhi ya watoto wameshasimama vizuri kwenye misingi mizuri, wengine wameshaenda Marekani. Akikwemo ni mtoto mmoja ambao tulikuwa tumeshakuwa naye, lakini ameondoka Marekani huko na anafanya vizuri. Ishara yuko vizuri kabisa, ambaye ni mtoto ambaye nimekuza vizuri na anasimama vizuri katika neno la Mungu. Kwa hiyo inanipa furaha sana. Watoto nimeshakuza wengi tu na wanaperform vizuri ndani ya kanisa bila shida. Hilo linanipa furaha sana. Okay. So pastor, mchungaji wangu, tunaenda taratibu na kipindi chetu ni kizuri. Nikusii tu mtazamaji wangu ukae hapo hapo. Maneno yanayosemwa hapa ni mazuri na yatakujenga na yatakufanya na wewe kama utakuwa ni mlezi wa watoto, ujue namna gani vipi utawalea watoto wako ili waende mbele za watu na waseme kwamba wale watoto ni watoto wa mzazi fulani, na heshima ikurudie wewe mzazi pamoja na Mungu wape utukufu. Sasa pasta wangu, leo kuna mtoto nilimuona aliperform vizuri. Hata kwenye sherehe ya akina mama anaweza akasimama na akaperform vizuri. Hata sherehe ya mabinti anaweza akasimama na akaperform vizuri. Hata kwenye mkutano wa akina mama anaweza akapewa kwamba wewe utahubiri kuhusu hiki na akahubiri, maana kipaji cha mahubiri kiko ndani yake. Kama alivyosema yeye, ni kitu aliandaliwa, lakini aliposimama kuna kitu kilimjaa kama nguvu, ndio maana aliweza kusoma na kujua namna gani vipi anaweza akaomba radhi kwa watu, aidha namna gani vipi anaweza akajiexcuse kwa watu na watu wakamuelewa. Pastor, kama pastor, unaonaje au ushawahi kufikiri kwamba unaweza ukafanya kongamano pengine na mashirika mengine tofauti na shirika yenu, ukasimamisha watoto wako wakahubiri na watoto wa kanisa lingine wakasimama wakahubiri ili kuwa proud sana na watoto wenu? Ushawahi kuwaza hilo? Kuwaza hilo tunaliwaza, lakini bado alijapata nafasi kwa ngazi yetu ya kambi ambao ndo wakubwa wetu, na kila mara tunakuwa tunapeleka hilo swala ili liweze kupata nafasi. Likipata nafasi basi nafikiri kwamba tutaweza kuwa pamoja na wengine. Okay, vizuri sana. So leo ulikuwa ni mkutano wa Christmas, ambao Christmas hiyo ilikuwa ni Christmas ya watoto, sio ya watu wazima. Nikisema Christmas ukichukulia kwamba ni ya watu wazima, bado ni ya watoto. Christmas ya watoto ambayo ilienda vizuri kabisa. Kwenye Christmas yetu tulipewa habari za kwamba majusi walitoka wakaja kwa Herode, wakaja kumpa taarifa. Baada ya hapo Herode akawatuma akawaambia, nendeni huko mtakapokwenda, mkiona mrudi nami mje mniambie ili na mimi nende nimshuhudie. Lakini pia katika maandiko kuna habari za watu wawili ambao ni tofauti kabisa, lakini nataka nijue kutoka kwa mwalimu, ipo tofauti au tu ni tofauti ya majina? Kuna hawa wanaitwa wa majusi na wengine wanaitwa makondeni. Kama kuna tofauti ya majusi na makondeni, nataka uniambie leo, kiongozi wangu. Wa majusi na watu wa makondeni. Wachungaji makondeni. Wa majusi ni watu wenye kuwa ni wataalamu. Wa majusi ni wataalamu wale wa nyota, ambao ni wataalamu fulani kwenye mambo ya dunia. Hao ni wataalamu, ndo wa majusi. Na wale wa makondeni, wale wachungaji, wale ni wachungaji ambao wanakwenda kwenye sehemu wanalisha wanyama. Hao ndo kazi yao hao. Yaani hapo kuna utofauti. Kuna wale wataalamu na wa makondeni, hao ni wachungaji tu wa mifugo fulani. Mimi nikafikiri kwamba tofauti labda ni majina, lakini wote kazi ni moja. Kumbe kuna tofauti. Hapo kuna utofauti. Kuna wale wataalamu na wengine ni watu tu ambao wanachunga wanyama. Wanachunga yani wanyama, na ukiangalia kwenye Biblia ni kama vile wachungaji.
yaani mtu anachunga vitu vyake fulani, lakini wao ni watu tu wenyewe wanachunga nyama. Okay, vizuri. Una lipi la kumwambia mtazamaji wa Mastaz TV kwa mdau? Kwa kweli mimi nashukuru sana kwanza kwa ujio wenu kuja kujua habari zetu ambao tunavyokuendelea hapa kwetu kituoni Goligota. Hilo limetupa furaha sana. Na pia ambao naweza nikaseme kwamba kwa kweli sisi tumeona kwamba tumefurahia sana kwa ajili ya kazi hii. Imetupa mafanikio makubwa sana kwa ngazi za watoto kukomaa kiroho, kukomaa vizuri. Maana kuna baadhi ya watoto ambao tumewaanzia Sunday sasa hivi walishakuwa waimbaji na wanakomaa vizuri katika msingi ya Kristo, kwa sababu wameanza chini wakawa wanaendelea namna hiyo. Kwa hiyo sisi kazi hii tunaishukuru sana ujio wenu, na mje tena mkaje siku nyingine ili muweze kuangalia mambo mengine ambayo tutakwenda kuyafanya. Vipaji vya watoto vimeshakuwa vingi hapa kwetu kwa ajili ya kazi hii, na hicho kinatupa furaha sana. Okay, asante sana mtazamaji wa Mastaz TV. Anayekuvutia update zote hizi ni Tunza Amos. Pia tunasisitiza tena na tena, usisahau kusubscribe, like na kucomment. Kama ushawahi kufanya hivyo, na usisahau kucomment. Nishauri kwenye comment, nichane kwenye comment ili niweze kufanya mambo mazuri zaidi na zaidi. Asante.